Bwana mambo vipi? Nito Damian Haule kutokea Kimgongo TV. Niko na Ashraf hapa kutokea Crown FM. Yeye ana mengi ya kutujuza kuhusiana na mchezo ambao umechezwa weekend hii, Simba Sports Club dhidi ya Azam FC. Mchezo ukimalizika kwa Simba kupoteza kwa magoli 2-0. Ni naye hapa Ashraf, yeye ana mengi ya kutuambia. Ashraf vipi? Fresh inakuaje? Mambo yanaenda? Hedi mzee wangu. Bwana mchezo tuliuangalia wa Simba Sports Club. Mchezo ulikuwaje na uliona nini? Nimeona vitu vingi, lakini kitu cha kwanza ni approach ya mechi kwa walimu wote wawili. Unajua kabla ya mechi kuchezwa lazima kuwepo na maandalizi, na maandalizi ndio yanakuonyesha kwamba timu yako inaenda kucheza vipi. Kwa hiyo nilichokiona ni namna ambavyo kocha wa Azam Ibenge alifanya setup nzuri, selection ya wachezaji na kujua opponent wake, udhaifu wake uko vipi. Unajua unapokuwa kocha lazima ufahamu kwamba timu inaenda kucheza nayo ubora wao uko wapi ili niweze kuwadhibiti, na udhaifu wao uko wapi ili niweze kuwazuia. Kwa hiyo kuanzia dakika ya kwanza kwa timu zote mbili utofauti ulikuwa kwenye engo moja. Kwanza kila mtu alichagua wachezaji sahihi kwenye maeneo sahihi kwa timu zake, kwa kila timu. Lakini vipi kuhusiana na kuweza kutambua madhaifu ya opponent wako ili uende ukanufaike nayo? Kwa Ibenge alikuwa anajua kwamba Simba ni timu ambayo inapenda kushambulia zaidi, na mafullback wake huwa wanapenda kuoverlap, wanapanda. Je, wakipanda baada ya timu kiporwa mpira au wakishafanya mashambulizi tayari wakiporwa, wana uwezo wa kutrack back kurudi kwenye natural position, kwa maana Mligo pamoja na Kapombe wanaweza kufanya hiyo kazi. Kwenye homework ya Ibenge akaja gundua kwamba kwenye haya maeneo hasa upande wa Kapombe kunakuwa na gap. Kunakuwa na magep kwa sababu akipanda ile energy ya kurudi inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo nini nataka kucontrol kwenye eneo la kiungo, kwa mimi kuwadhibiti Simba wasiwe na ufanisi kwenye hilo eneo, kwa sababu nahitaji Kaminko, nahitaji Himidi pamoja na Kanuti wakakae pale. And then Himidi ilinde back four yako hii, and then Kanute fanya movement kutoka kwenye kiungo kwenda kwenye box la opponent, kwa sababu una huo uwezo wa kufanyaje wa kushambulia. Lakini nahitaji Himidi akae kama sitting midfielder. Kazi yako ni kukata umeme na kuhakikisha kwamba hawapati huo unafuu. Then Faisal najua watakumark. Watu watajua kwamba uhatari unatoka kwa sababu pasi nyingi zinatengenezwa kutoka kwa kwenda kwa forward, but mimi nahitaji mipira iende wide, ambako kipindi cha kwanza alianza na Seleri pamoja na Nado, na ulikuwa unaona uhai mwingi wa Azam ulikuwa unapatikana pembeni. Sasa approach ilikuja kubadilika second half baada ya kujua kwamba ule upande wa Seleri una changamoto, anashindwa kudeliver kile ninachokitaka. Kwenye last match ambayo ilikuwa ni msimu uliopita, Seleri aliingia kama super sub akaenda kufanya kilichokuwa bora, lakini mechi hii ameanza hakucheza kwa ubora mkubwa, akatolewa akaingia Saduni ambaye alienda kulikuwa nakitaka. Azam wakawa wamefanikiwa kuwa wavumilivu wakiwa hana mpira. Yaani kwamba tunafyonza pressure ambayo mnakuja nayo, tukipata mpira tunapiga turnovers, boom, tunaanza transition chap kupitia pembeni ambako mawinga wetu wana operate, na ndio maana magoli yote yalikuwa huko. Alifanikiwa kwa kiasi kikubwa kwamba nitazuia nikiwa sina mpira, lakini pia nitashambulia nikiwa nina mpira kupitia huko wide, na Saaduni ndio alikuwa game changer. But na maswali mengi kwa mwalimu Matola ambaye alikuwa kwenye touchline. Kwanza hakufanya approach yake sahihi, pia kujua kwamba Azam udhaifu wao uko wapi. Nataka kwa dominate Azam, utafanikiwa, watakupa huo mpira. Na wafungua vipi? Kama wanazuia kwa idadi kubwa, na wafungua vipi ili niweze kutengeneza nafasi na wachezaji wangu waende kutumia zile nafasi. Hiyo ilikuwa ni changamoto ya kwanza. Lakini pia alishindwa kumheshimu Azam. Unajua kwenye mpira kuna ile tunasema respect hata kama unacheza na timu ndogo. Yeye alishindwa kuwaheshimu Azam kwa sababu huwezi kuwa unashambulia kwa namna ile. Ulitakiwa kuwa remind wachezaji wako kwamba yes, tunacheza na Azam na kuna wachezaji wenye ubora wanaweza kufanya maamuzi wakati wote. Ninachohitaji kutoka kwenu, mkiwa mnashambulia wote, tunarudi wote kufanyaje? Kaja kuadhibiwa kwenye moment ambayo timu yake ilikuwa inashambulia zaidi, Nzeni anashindwa kutrack back, na ndio maana nilimshangaa baadaye alipokuwa anasema kwamba timu yake ilikosa concentration. Timu imepoteza concentration. Wachezaji hawaoni humo ndani. Unajua anayecheza ngoma hawezi kujua kwamba anacheza kwa umaridadi gani. Sawa? Wewe unaeka nje ndio unaona kwamba huyu anakiwasha. Kwa hiyo kama kocha ulitakiwa kuona kwamba timu yangu mbona inaenda sana, hatutengenezi balance nzuri ya kiulinzi. Maana yake ni kwamba natakiwa kufanya tactical changes, au pia natakiwa kuwakumbusha makocha wanazungumza na wanaruhusiwa, you guys mnazuia, mnashambulia sana, mtengeneze balance. Lakini
changamoto imekuwa ni kubwa kuwakumbusha wachezaji, kuacha magepu, and then Ibenge ameenda kuzitumia magoli mawili simple na amepata ushindi ambao ulikuwa ni muhimu kwake. Sawa, magoli mawili ambayo ameenda kumpa ushindi. Bwana, huyo ni Ashraf. Tuangazie kwenye mchezo mwingine wa Young Africans dhidi ya Coastal Union. Tuliutizama ule mchezo jinsi ulivyokuwa. Coastal Union walionekana kama wamekamia ule mchezo. Hawaonekani wakicheza vile wakiwa na muendelezo. Mchezo ulikuwaje? Unajua moja kati ya changamoto kubwa ya hizi timu madaraja ya kati ni kupull up kwenye mechi kubwa. Yani kushow up kwenye hizi mechi kubwa ambazo nasema zinakuwa na spotlight kubwa. Watu mechi ya Yanga dhidi ya Coastal Union watu watakuwa wengi, watu wataangalia sana kwa sababu ni mechi kubwa ambayo inahusisha timu pendwa. Lakini hao wachezaji wangekuwa na kusanya point nyingi sana kama wangekuwa na ile commitment kwenye mechi zingine. Lakini pale wenyewe naamini kwamba hili ni daraja la sisi kujiuza pia. Watu wanatakiwa tuone namna ambavyo tunapambana, watu wanatakiwa kuona commitment yetu uwanjani, na ndio kitu ambacho huwa mara nyingi wamekuwa wakifanya. Kwa hiyo mimi natamani wachezaji wetu kuwa na hiyo mentality ya kupambana always. Unacheza na Namungo, unacheza na Mtibwa Sugar, unacheza na Yanga, cheza kwa ile spirit, watu watakuona, watakuchukua kutoka huko wakupeleke huko ambako unakutarajia. Mtu hawezi kukupa signing kwa kuangalia mechi moja tu. Sasa hivi tushatoka kwenye huo mpira. Watu wanaangalia consistency yako. Ulicheza na Pamba, ulicheza hivi, ulicheza na Mtibwa, ulicheza hivi, au unacheza leo tu. Maana yake ni mchezaji wa mechi kubwa, mechi ndogo, na mechi kubwa zinakuwa ni chache. Kwa hiyo mechi nyingi zinakuwa ni hizo mechi za madaraja ya kati. Kwa hiyo wanatakiwa kupull up kuhakikisha namna gani wanapata matokeo. Lakini kwenye mechi ya jana of course walikuwa na vio kwa idadi kubwa ya wachezaji, na hamna kitu kigumu kwenye timu kucheza na timu ambayo wewe unamiliki mpira alafu wao wanazuia kwenye low block au mid block. Maana yake wachezaji wengi wanakaa nyuma ya mpira. Kuna option mbili ili uweze kupata matokeo. Aidha uwe na mchezaji ambaye ana huo uwezo wa kufuata watu na kulazimisha ufanye makosa kwa sababu wako nyuma, au mtumie mipira iliyokufa au cross kama vile ambavyo Yanga alipata goli jana. Kwa sababu haupati open play rahisi ya wewe kuweza kufunga. Utafunga nje ya 18, utapiga set pieces, utapiga cross, au uwe na mtu ambaye anaweza kufuata watu 3 4 anzeni akaja kufunga goli. Kwa hiyo kwa mchezo wa jana unadhani Young Africans kipi kiliwafanya kukosa magoli mengi au kukosa kupata ushindi wa magoli ambayo watu wengi wanautarajia? Creativity haikuwa ya kutosha pia kwenye eneo la kiungo. Dumbia mimi siamini kama ni mchezaji ambaye ana creativity kubwa. Ana uwezo wa kupass, lakini creativity yake haitoshi pia kuwalisha washambuliaji wa mwisho. Kwa hiyo Yanga inatarajia mara nyingi nafasi za kutengeneza magoli kutokea pembeni ambako mawinga anacheza. Na unatamani upande mmoja tu Pacome awepo. Kwa kwangu mimi ni unamwangalia unasema hapana, huyu hastahili kuchezea Yanga. Lakini upande mmoja huo Pacome, angalia Pacome ndo amekuwa na uhatari zaidi. Amekuwa ni mchezaji ambaye anafanya decision nyingi sana kwenye timu ya Yanga. Kwa hiyo ule uhatari wake unaisaidia timu kufanyaje? Kupata matokeo, kitu ambacho ni muhimu pia. So Yanga jana ilikosekana namna ya ku unlock defenders wa Coastal Union, na timu kiujumla ilikuwa inacheza kwa nidhamu kubwa zaidi, huku wao wakiwa wanasubiria kufanya mashambulizi ya counter attack. Ashraf, mchambuzi wa masuala ya kabumbu, akieleza kinaga ubaga michezo yote ya weekend ambayo imekwisha kuchezwa. Young Africans akiondoka na ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Coastal Union Mangush kutokea pale Tanga, mchezo ukichezwa Dodoma. Lakini pia Simba Sports Club akimkaribisha Azam FC na kuweza kukubali kichapo cha goli 2-0. Ulikuwa nami Damian Ahule, nyuma kamera nilikuwa na Charles. Hii ni Kemgongo TV. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunapatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.